Amonio TV. Karibu mtazamaji wa Amonio TV. Tuungane pamoja katika somo ambalo linaendelea, somo lenye kichwa kinachosema jinsi ya kutafuta amani iliyopotea. Sehemu hii tunayoendelea nayo ni sehemu ya pili inayosema umuhimu wa kuwa na amani. Umuhimu wa kuwa na amani. Tuwe pamoja katika sehemu hii ya pili ili tuendelee kuitafuta amani. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, tunaalika uwepo wako na nguvu yako. Sema nasi Bwana. Mtazamaji wa Amonio TV, sema naye katika kusudi lako lilo jema. Katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Umuhimu wa kuwa na amani. Amani ni muhimu sana kwa kuwa ni chombo cha thamani. Amani ni chombo cha thamani kwa sababu ni tunu. Amani ni zawadi. Kwa lugha nyingine nasema amani ni kipawa ambacho Mungu anawapa wanadamu. Amani tunapoipoteza kwenye ndoa, kunatokea migogoro mikubwa sana. Mume na mke wanaposhindana, na watoto pia watakosa amani, na kutakuwa na migogoro, kutakuwa na migongano. Amani ikikosekana katika familia, ukoo utatikisika na ukoo hautakaa sawa. Lakini ukoo ukiharibu, jamii na kanisa havitastawi tena. Kutakuwa na hali ngumu kwa watu wote kwa kuwa amani imepotea. Mpendwa, kuipoteza amani ni rahisi, tena rahisi, na ni bei rahisi sana. Kuitafuta amani ambayo imepotea ni vigumu, lakini kuitafuta amani iliyopotea ni gharama kubwa ambayo inaingia katika maisha yetu. Amani ni ya thamani na ina umuhimu kwa sababu inaleta utulivu katika maisha yetu yote. Kila mmoja mwenye amani atakuwa na utulivu. Ukiwa na amani na mwenzako utakuwa na utulivu. Amani ikipotea kwenye ndoa, amani ikipotea kwenye familia, ikipotea katika nchi na kanisa, kutakuwa na migogoro, migongano, vita zitatokea. Nchi haitawaliki tena. Amani ikipotea, watu hawaabudu vizuri tena. Migogoro, migongano, vita, mafarakano yatatokea. Amani inapopotea, wanaoathirika ni watoto, wanaoathirika ni wanawake na watu wa hali ya chini. Mpendwa, amani ni muhimu kwa sababu ni wajibu wa kila mmoja wetu kuitunza. Unapaswa wewe mwenyewe binafsi kutoka moyoni mwako uitunze amani yako kwanza, ndipo uweze kusaidia kutunza amani ya mwingine. Amani ni muhimu kwa sababu tuna wajibu mkubwa wa kila mmoja kuitunza amani. Naomba tushirikiane neno la Mungu kutoka waraka kwa Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Waraka kwa Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Neno la Mungu nasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii, kwa gharama yoyote, kuwa na amani na watu wote. Na katika kuwa na amani, basi utakatifu ndipo utakapokuwa. Tujitahidi kudumisha amani ili tusiipungukie neema ya Mungu.
Amani ni muhimu, maana ndani yake kuna utukufu wa Mungu. Pasipo amani, utukufu wa Mungu hauwezi kuwepo. Pasipo amani, utukufu wa Mungu hauwezi kudhihirika. Na tunaposema utukufu wa Mungu, maana yake uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu, mamlaka ya Mungu haitakuwepo kama watu watashindwa kukaa kwa amani na kuendelea kuitengeneza amani. Amani ikikosekana, watu watakufa. Na tunashuhudia mahali ambapo hakuna amani, watu namna anavyopoteza maisha, na hakuna anayekubali kupoteza maisha yake. Watu watajitetea, lakini pia hakuna anayeweza kukubali kupoteza maisha yake na kuwaona wale anaowapenda wanapoteza maisha. Ni chombo cha thamani. Amani ni chombo kikubwa sana cha thamani, na unapoipoteza umepoteza kitu cha thamani. Dumu katika amani, maana amani ni muhimu kwako. Kaa ukidumisha amani na wengine, maana amani ina thamani mbele zako. Ili tuthaminishwe na Mungu, tunapaswa kuidumisha amani, tena amani na watu wote, na utakatifu uweze kuwepo. Mungu abariki neno lake. Amin. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenyezi, mfalme wa falme, nakuja mbele zako nikimkabidhi mtazamaji na msikilizaji huyu wa Muniwo TV. Naomba Bwana ukamwezeshe kujua na kufahamu umuhimu wa amani aliyonayo na umuhimu wa kuitafuta hiyo amani ambayo ndiyo msaada maishani mwake. Tampa utulivu na amani, na atakuwa na thamani kubwa akiwa na amani. Katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.